wanatupa tear gas. Dami moja. Hata watupe tear gas. Dami moja. Dami moja. Hata watupe tear gas. Hakuna kutoroka. Mtazamaji, ni mshtuko mkubwa zaidi kwa habari ambazo tunazipokea katika meza zetu za habari leo, ikiwa ni siku ya Jumapili, pale ambapo muungano wa The Linda Mwananchi Movement ulikuwa umetangaza kuendelea na kuanzisha zile rally ambazo walikuwa natarajia kuziweza kuziandaa nchini Kenya, haswa baada ya kukamilika kwa Ramadhan ambayo ilikuwa inasherekewa na wenzetu wa Kiislamu. Linda Mwananchi Movement ikiongozwa na Babu Wino, Babu James Orengo na Edwin Sifuna na viongozi wengine ikiwemo seneta wa Kisii waliweza kufika maeneo ya Narok na wakaweza kutangaza kwamba walikuwa na mkutano ambao ulikufanyika leo. Mtazamaji, baada ya kuhudhuria kanisa, walianza safari yao kuelekea katika uwanja ambapo walikuwa wamepanga kufanya mkutano huu. Lakini kile ambacho tunaweza kukishuhudia ni kwamba mtazamaji, unayoitazama mtazamaji ni kanda ya moja kwa moja kutoka maeneo ya Narok, ambapo tayari washaanza kuwahudhuria wananchi. Lakini la kusikitisha ni kwamba bado maafisa wa polisi ambao wanatarajiwa kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na amani na ulinzi wa kutosha, ndio wamekuwa wa kwanza kuweza kurusha kile ambacho tunakiita vitoa machozi ama tear gas. Na ni mambo ambayo mtazamaji ameweza kuzungumziwa na kukashifiwa na viongozi wa upande wa upinzani, haswa kwa sababu wao ndio huadhirika zaidi kutokana na mambo haya ya kurusha tear gas kiholela. Mtazamaji, wananchi waliweza kufurika kwa wingi, na kile ambacho natumai kimeweza kuhuzunisha serikali ni kwamba hawakutarajia kuwepo na umati wa watu wengi zaidi, lakini wameweza kuhuzunika kwa sababu wananchi tayari washachoka na serikali, na kile ambacho wanakifanya ni kuhakikisha kwamba wanaweza kuwasikiza na kujihusisha na viongozi ambao wana maono ya kuweza kuibadilisha nchi ya Kenya.